swala la kwanza, uhaba wa mkufunzi wa waamuzi, yani marefa. Yani wilaya yetu ina uhaba mkubwa wa marefa. Kwa hiyo tulikuwa tunatamani tupate mkufunzi ambaye atakuja ndani ya wilaya yetu. Tunaomba uwezeshaji wa kupata mkufunzi wa maamuzi wa mpira wa miguu. Kwa sasa tuna uhaba mkubwa, waamuzi waliobobea, na hii inapelekea changamoto kwenye uendeshaji wa ligi zetu. Na naamini jambo hili hata kwenye mashindano yako utalikuta, kwa sababu Mazal umelianzisha, watakwambia leo kwa mna marefa huku, refa hajatokea. Na marefa wetu wengi wa wilaya ya Ngara ni walimu. Leo hapa tulitakiwa tuwe nao na wana mialiko, lakini kwa sababu wao ni walimu wanasahisha mitihani sasa hivi, wengine wako kwenye mitihani, hatupo nao. Kwa hiyo tunatamani tupate marefa ambao wana professional nyingine, hata bodaboda au si mama ntilia ambaye anaweza kukaa kati naye akaenda kupata mafunzo. Tuwe tuna marefa tofauti, si ndio wadau? Tunaenda changamoto ya pili, kero ya ada za usajili wa timu. Tunaomba ofisi ya utamaduni tusaidie kupeleka kero yetu juu. Tunatozwa ada za usajili wa timu sawa na za watu wa mjini. Huku kwetu vijijini na gharama za uendeshaji ni kubwa. Tunaomba tuwe na viwango tofauti vya ada vinavyozingatia hali ya kiuchumi ya vijijini. Leo timu ya Kabanga kijijini unaisajili kwa 150,000. Alafu na Simba nayo inasajiliwa kwa 150,000. Umeona? Ukiangalia ni vitu tofauti. Simba ni kitu kikubwa sana. Yanga ni kitu kikubwa sana. Sasa unaenda kumlipisha ada ya usajili Simba na timu ya Ibuga kule au timu ya wapi huko, yani Karagara. Kwa hiyo yani hizi ada, mimi nadhani ofisi ya utamaduni mpeleke ombi letu huko BMT huko kwamba ada za usajili, ada za kila mwaka zinapaswa ziangalie kutokana na mazingira ya wananchi na uchumi wao. Haiwezekani timu ya Ngara ilipe sawa na Simba. Simba analipa tena ni shabiki mmoja tu anamaliza ada zote na kila kitu, si ndio? Lakini sisi hapa tunachangishana mpaka mwisho watu wanachukia timu, wanachukia mchezo. Kwa hiyo hii kero tunaomba uichukue, uipeleke huko tena kwa barua kabisa kwamba chama cha mpira wa wilaya Ngara kwa kushirikiana na vilabu vyote na vile vinavyotamani kujisajili vinasema hizi ada ni kubwa na viwango hivi vitofautishwe vijijini na mjini. Yaani hapa ingekuwa angalau kusajili 50,000 eti ada 30,000. Kila timu ingeshiriki. Tena mngepata pesa nyingi kuliko hizi ambazo mnategemea kuzipata. Yaani tuna timu hapa zaidi ya 200 zinaogopa usajili kwa sababu gharama ni kubwa. Lakini kwa 30,000 tunaweza kusajili zote karibu milioni 6. Ada ikiwa 30,000 kwa mwaka, watu wanaweza kulipa. Sasa ukiwa na timu 200 mkusanya tena milioni 6 kwa mwaka. Kwa hiyo mnaweza mkakusanya mapato mengi kwa kutumia hizi timu. Changamoto ya 4, Mheshimiwa Mbunge na ofisi ya utamaduni, kuna uhaba wa vifaa vya michezo. Timu nyingi wilayani zina uhaba wa vifaa vya michezo kama mpira, jezi na vifaa vya mazoezi, bipsi zile. Tunaomba msaada wa vifaa ili vijana wetu wapate fursa ya kucheza. Changamoto ya 5, ligi daraja 4 na ufadhili wa timu ya wilaya. Vijana na timu zetu wanahitaji ligi daraja 4. Tunaomba tukipata mshindi apate ufadhili wa kutuwakilisha mkoani. Mara kwa mara huwa tunafeli, si ndio jamani? Yaani mara nyingi Mheshimiwa Mbunge, timu inajiunda inaenda mkoani kwa gharama zao kwa kuchangishana wadau wa ile timu na wao, lakini serikali haina mkono, haiweki mkono kusaidia hizi timu. Lakini hizi timu zikishashinda kule mkoani zinaanza sasa taarifa kurudi, timu ya Ngara imeshinda. Utaona sasa viongozi wa serikali wanaanza nao kusimama kujifanya nao walisapoti au walishiriki wakati hamna hata shilingi 10 waliochangia. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa Mbunge na ofisi ya utamaduni, yaani tujenge tamaduni za kusaidia timu zetu za kiwilaya, si ndio wadau?